Kama ni mara yako ya kwanza unatembelea chaneli yetu ya Top 5 Media, tunakuomba ubonyeze neno subscribe, kisha kwa chini itatokea alama ya kengele. Tunakuomba ubonyeze kengele hiyo ili uwe wa kwanza kupokea taarifa katika chaneli yetu. Asante. Mchezo mkubwa wa ligi kusoka Tanzania bara almaarufu kama NBC Premier League ambao tumetoka kutazama kutokea katika uwanja wa KMC Complex uliopo jijini Dar es Salaam ni mtanange ambao umekutanisha klabu ya soka ya Yanga Sports Club wakiwa wenyeji dhidi ya kikosi cha timu ya soka ya Namungo, ambapo mchezo huu ni mchezo wa mzunguko wa 25. Kabla ya kuendelea mbali, kama ni mshabiki wa Yanga Sports Club umeweza kufurahishwa na ushindi ambao Yanga wameweza kupata dhidi ya Namungo, like video yetu, alafu twende kwenye comment section katuambie Alan Okello katika 100% unampa asilimia ngapi, kwa sababu ni miongoni mwa mchezaji ambaye siku ya leo ameweza kuwa katika kiwango bora sana. Fahamu, katika kipindi cha kwanza klabu ya soka Yanga Sports Club walikuwa aggressive sana. Tunashuhudia katika dakika 26 kupitia kwa pasi mpenyezo iliyopigwa na Mudathir Yahya Abbas, basi Duke Abuya akaweza kuiandikia klabu ya soka ya Yanga bao la kuongoza. Lakini kabla ya kwenda mapumziko, dakika ya 39 kupitia kwa Hassan Kabunda akaweza kuiandikia klabu ya soka ya Namungo bao la kusawazisha. Mpaka mwamuzi wakati anapuliza kipenga chake kuashiria mapumziko, basi Yanga Sports Club walikuwa 1 Namungo 1. Tunashuhudia katika kipindi cha pili yule Alan Okello Starboy dakika ya 53 akaweza kuiandikia klabu ya soka ya Yanga bao la pili, na ilikuwa ni bao lake la 10 kunako ligi kuu ya NBC. Tunashuhudia Yanga Sports Club wakaendelea kufanya msako mkali katika lango la Namungo, na ndipo katika dakika ya 86 kupitia kwa Alan Okello Starboy, mchezaji ambaye kwa sasa amekuwa kipenzi cha wanayanga wengi na wapenda soka nchini Tanzania, akaweza kuiandikia klabu ya soka ya Yanga bao la 3, na mpaka mwamuzi wakati anapuliza kipenga chake, basi Young Africans wameweza kuibuka na ushindi mbele ya kikosi cha timu ya soka ya Namungo. Sasa kunako msimamo wa ligi kuu ya NBC, vita ya ubingwa imekuwa moto kweli kweli, kwa sababu nashuhudia Young Africans wapo kileleni, wameishusha Simba wakiwa wamecheza michezo 25, wameshinda michezo 18, sare michezo 6 na kupoteza mchezo mmoja. Young Africans wamefunga mabao 58 na kuruhusu mabao 9, wakiwa na faida ya mabao 49, wakiwa na alama 60 kileleni mwa msimamo. Katika nafasi ya pili yuko Simba, ambaye Simba yeye amecheza michezo 25 akishinda 17, sare michezo 7 na kupoteza mchezo mmoja. Simba amefunga mabao 45 na kuruhusu mabao 10, akiwa na faida ya mabao 35 na alama 58 katika nafasi ya pili. Kwa hiyo tunaona tofauti ya alama kati ya Yanga na Simba ni alama 2, na zikiwa zimesalia mechi 2 kuweza kutamatika kwa ligi kuu ya NBC. Kwa hiyo vita ya ubingwa kati ya Simba na Yanga Sports Club imepamba moto msimu huu 2025 2026. Hebu shuka kwenye comment hapo katuambie, katika vita hii ambayo ni Simba na Yanga wanagombania ubingwa msimu, je, ni klabu gani ambao unaiona itakwenda kutoa ubingwa msimu? Hebu shuka kwenye comment hapo ili tuende sawa, mdau wetu wa nguvu. Sasa mara baada ya mchezo wa klabu ya soka ya Yanga Sports Club na kikosi cha timu ya soka ya Namungo kumalizika na klabu ya soka ya Yanga Sports Club kuweza kufanikiwa kuibuka na ushindi wa mabao 3-1 kupitia aliwahi kuwa afisa habari na mawasiliano wa klabu ya soka ya Simba na afisa habari wa klabu ya soka ya Yanga Sports Club, ndugu Manara ameweza kutoa neno. Manara anasemaje? Kama kawaida amesema alhamdulillah hapa, akimshukuru Mwenyezi Mungu kwa matokeo ambayo ameweza kuyapata. Kisha akaandika hivi: asante benchi la ufundi, asante wachezaji, asante kwa viongozi na mashabiki wote mliojitokeza kuisupport klabu ya soka ya Yanga. Hakika back to back tutakwenda kulibeba kombe hili, mmeonyesha moyo wa kuipigania timu. Starboy Alan Okello, kongole kwako. Huyo ni ndugu Haji Sunday Manara akiwasifia wachezaji wa klabu ya soka ya Yanga, hususan Alan Okello ambaye amekuwa na mchezo mzuri siku ya leo mbele ya kikosi cha timu ya soka ya Namungo. Nini maoni, mtazamo kwa kile ambacho ukisema Manara? Shuka kwenye comment katoa maoni na sitakuja kuyasoma.